J nambari 6 kutoka Fundisho uso kwa uso na Bayole amepewa zamana ya kwenda kufungua ufunguzi wa penalty ya kwanza kwenye michuano ya Academy. Kipenga cha mwamuzi mwenda pole kimesikika na amerudi nyuma. Due Desire kama ameweka mpira kwenye nyavu na akamwambia kwamba sisi hapa hatuwezi tukafanya hiki, ni kosa kubwa sana kuachia nafasi. Lango la Bayole limekusha kuonekana na mpira ni bao la kwanza kabisa kwenye penalty. Na bila shaka mwamuzi aiza mwalimu wa timu hii ya OSCT amemwinua mchezaji amevalia uzi, bila shaka ni nambari 5 mgongoni, kwa majina anafahamika kama Salva uso kwa uso Salva na kijana Dorko kwa ajili ya kwenda kucheza penalty ya kwanza faida kwa timu ya OSCT. Shuhudia full penalty kwenye screen yako ya simu, na mwamba huyu amefanya kazi kubwa sana katika kipindi cha pili. Mwalimu alikwenda kumwacha bench na akachukua nafasi, na sasa hivi amepewa zamana ya kucheza penalty ya kwanza kwa faida. Amerudi hatua kaza, lakini Dorko amemwambia kwamba mimi najaribu kukupa pressure. Amerudi na checha what a goal! Akishamikia kama Cristiano Ronaldo hivi. What a goal! Moja kati ya penalty ambazo ni penalty ya kiwango, ni pamoja na penalty kutoka kwa mwamba nambari 5 mgongoni anaitwa Salva. Penalty ya pili amepewa zamana mchezaji nambari 10 mgongoni kutoka Fundisha FC, lakini imeonekana kwamba wachezaji wa Fundisha FC Kisimba huyu Kisimba John akikutana na Bayole save. Bayole anazidi kuwapa wakaaji wa tumaini la kusema kwamba taji hili tunatakiwa kwenda nalo nyumbani. Na Kisimba John anakwenda kucheza penalty ambapo ni penalty ya 3 ya mchezo, lakini zote zimekwenda kuingia kwenye nyavu. Amejishika kiuno na kurudi hatua kadha. Fundi wa kandanda huyu anaangalia wapi kwa kamari. Mission impossible. Offside. Tafsiri ya mwamuzi kwamba Bayole alikwisha kuotea. Ni kwamba John Bayole Kisimbi alishindwa kuweka mpira kwenye nyavu, lakini tafsiri yake kwamba mwamuzi alimuona Bayole amekwisha kuotea. Alichomokea kidogo, aliambiwa unatakiwa kuwa kwenye line hapo kwenye mstari, hautakiwa kuvuka. Ni kwamba alivuka tu kidogo hatua kadha, na amepewa tena penalty kwa mara ya pili. Kisimbi uso kwa uso na Bayole amerudi tena hatua kadha, amepasha mpira kwenda juu. Tafsiri yake kwamba sio riski, akiliki. Kisimbi ameshindwa na penalty kwa mara ya pili tena. Tumaini kama limebanwa na jua la asubuhi limechomoza kwa timu ya OSCT. Amemwinua nambari 6 tena mgongoni OSCT, na bila shaka namba 6 huyu amepewa nafasi katika kipindi cha pili. Anaitwa Fari kwa ajili ya kwenda kucheza penalty ya faida kwa wakaaji wa OSCT. Furaha kama na hisi jure pokea ukiwa wapi, na matokeo ambayo yanalaza kubwa sana ya Academy kama na hii, na kila sababu ya kupongeza. Kipenga cha mwamuzi cha moto kimesikika. OSCT kwenye umiliki wa mpira ni penalty kwa upande wao faida. Ameangalia imewekwa tena kwenye nyavu ya kwa Kadorko, akuona wala kuchungulia. Wanazidi kupongezana. Mfungaji wa bao la kwanza kabisa kwenye fainali hii ndiye aliyepewa zamana ya kucheza penalty, akiambiwa kwamba unatakiwa kupeperusha bendera vema sana. Mpagani Agano Luka ambaye aliyokwenda kuweka bao la kwanza la fainali kwenye michuano ya Academy ndiye alipewa zamana na mwalimu kwenda kucheza penalty. Tushuhudie na yeye ana kitu gani ambacho anakwenda kukifanya. Amerudi tu akaza na kuweka mali wapi. Ameshindwa. Barcola anaza save kwa golikipa kutoka OSCT. Anapeperusha vema bendera yake. Golikipa wa kujivunia, golikipa wa kiwango. Hajawahi kutokea golikipa kama hili la kusevu. Wakaji wanasema kwamba huyu
huyo hapa, pengine tuangalie vizuri. Anawezekana kama Deza, au anawezekana kama Orana, au anawezekana kama Black Man Rich golikipa na Febe Espoir. Ana save sana OSCT. Bila shaka nambari 19 ndiye alipewa nafasi ya kwenda kucheza penalty. Sabalos ameshindwa. Golikipa amesave kwa mara nyingine. Dorko save. Ni penalty ya kuwapa matumaini kwa nambari 11 mgongoni, ambapo pengine tu alichukua nafasi katika kipindi cha kwanza hadi kipindi cha pili, alipeperusha vizuri na akakwenda kutoa assist, na mwalimu akaona ni vema kumpa penalty kama na hii. Jezi nambari 11 bila shaka Rafinha, huyu ndiye winga hatari katika michuano hii ambayo ni academy. Amepewa dhamana ya kwenda kucheza penalty, ambapo ni penalty nzuri ambayo inaweza kuwapa pengine tumaini wakahaji wa Fundisha BFC. Fantastic huyu ametafuta huko na kutupa huko, mpira kwa ile inaitwa bluffing penalty. What a penalty nzuri sana, na penalty ya ushindi inatokea kwa upande wa OSCT. Kama mchezaji huyu atakwenda kuweka penalty kwenye nyavu, ni kwamba itaonekana moja kwa moja ni kwamba hatua kama na hii imekwisha, na ushindi basi kwa moja wa Academy Nyarugusu. OA watakwenda kupewa kila sababu na nafasi nzuri ya kupeperusha. Bila shaka ni nambari 10 De Bruyne amepewa nafasi ya kwenda kucheza penalty ya ushindi kwa faida ya OSCT. Amerudi mdogo. Nyavu zimekubali ushindi kama ilikuwa hivyo. OSCT wanasubiri pena moja tu wapate kwenye kuwa taji la Academy Nyarugusu. Anaitwa mtu nahodha wa Fundisha FC, anaza penalty ambayo ilikuwa na utamu ndani yake. Fundisha FC wamemwinua nahodha, ambapo kwa majina anafahamika kama Pere Bilombele amepewa dhamana kucheza penalty ya kuwapa matumaini wakahaji wa Fundisha FC, ambapo anakwenda kucheza penalty lakini akiwa na complex ya hali ya juu. Bayole anaanza save, Bayole uso kwa uso, Pele nyavu zimekubali, akiwaambia kwamba tunatakiwa tufanye namna kama na hii. Hii ni penalty ya kiwango, lakini nambari 4 ambapo ni ukuta wa Ereko kutoka OSCT. Volonte akiweka mpira kwenye neti, ni kwamba shughuli imekwisha, shughuli itafika ukingoni. Velo kwa ajili ya kucheza na tumaini nzima la OSCT amepewa dhamana ya kucheza penalty nzuri sana. Imekwisha, ushindi ni OSCT Nyaru Academy.
Wameibuka kuwa washindi wa taji la Nyarugusu Academy. Tuna kila sababu ya kuwapongeza vijana ambapo wanasema kwamba kutangulia sio kufika, ambapo Fundisha FC walitangulia kwa bao moja, ikaja kuwekwa kati mzani kwenye zile dakika 4 za kufidia, ambapo NCT walitoa taji lao kwenye hatua ya mapenalti wakiwa na golikipa mzuri sana ambaye amefanya save 3 za mahana kabisa za mchezo. Kwa siku nyingine, siku nzuri sana. Shuhudia bonge la vibe. Unaweza ukasema kwamba Nyarugusu ni kwamba vipaji vimekwisha kuonekana kwa hali ya juu, na hii yote tuna kila sababu ya kumpongeza mwalimu Karimu. Acha hasira zako, weka kando kabisa, ball liendelee. Tunatakiwa tuangalie mpira wa viwango, sio kila siku kelele zinazidi kuonekana. Ni kwamba tukubali kuja kuangalia vipaji vya watoto wetu. Ni kwamba hawawezi wakaanza kuja kuangalia watoto wetu endapo tu tutakuwa na kila sababu ya kuweka vurugu na kelele kama na hivi. Na hivyo basi unashauriwa wewe kama shabiki wa Fundisha FC, kubali kutuliza hasira zako kwa Jojo. Hapo kuna pita Jojo, nunua Jojo za 100, na kama huna hela basi mtafute Karimu, ana kila sababu ya kukupa kama Jojo. Na tukiachililia hilo mbali, tunaambiwa kwamba tunatakiwa tukubaliane na kila kitu ambacho kinajitokeza hapa. Tuko na katibu wa michezo kamili Nyarugusu, alitoka Afren kwa ajili ya kuja kushuhudia fainali kama hizi, na watoto wadogo na wao wametoka manyumbani kwao kwa ajili ya kuja kushuhudia fainali kama hizi. Hakuna kila sababu na kuna kila sababu ya kushangilia OE kwa ajili ya ubingwa wao. Tuache nafasi nzuri kwa wageni wetu rasmi, kwa waalikwa pamoja na watu wengine, na sherehe ipate kuendelea. Hii ni sauti ya Braziliano kwa Tomerosidio, tangazaji lako la muda wote ndani ya kempo. Na bila shaka hapa nimekutana na mtangazaji mkubwa ambapo umeshikilia mic nambari 1. Ngoja niache microphone kwa upande wake ili tuendelee na taratibu zingine. Watoto wadogo, tupushi kwanza uwanja kwa ajili ya maandalizi ya kupokea mwali wetu. Nikisikia kwamba wakaaji wa OE wanadai kusema kwamba tunataka mwali wetu. Mwali yuko mbele ya macho yenu, na tunazidi kushauriwa kwamba turudi nyuma. Kutangulia sio kufika, unaambiwa hivyo. Unashauriwa hivyo. Watoto wadogo, tafadhali kwa heshima na taazima, tulitakiwa tu kurudi nyuma kwa sababu hapa mbele yetu kuna wazee wetu, tunawapa vumbi. Tusogee nyuma tafadhali. Turudi nyuma kidogo. Turudi nyuma. Tafadhali ndugu zangu, tusaidizane kwa msongamano wa watu nyuma ili tupate kuendelea na sherehe yetu ya fainali za Nyaru Academy. Hii unashauriwa ya kwamba kila mzazi ambaye ana mtoto wake ana talent nzuri anatakiwa kuonekana na kungarisha kabisa kwake Karimu, ambapo ni sasa hivi ni kocha wa Manakali, sio Manakali, kumrazi kidogo. Hii hapa inaitwa NAA, sijui timu yao ile inaitwa Asira. Ndiye sasa hivi msimamizi mkuu wa michuano ya Nyaru Academy. Mwani shuti kwa shuti.
Dogo Twende huko dogo.